Shalom, shalom. Kwa majina naitwa Pastor George Mkabwa, kanisa la Jesus Restoration Center, Mwanza, Tanzania. Na kukaribisha tena kwa kipindi chetu cha Njoo Tuzungumze. Na kipindi hiki ni kwa lengo la kukupatia maarifa, hekima ya Mungu ili kukuwezesha kuvuka katika mambo mbalimbali ya maisha yako. Karibu tusemezane. Leo hii nataka nichukue fursa nikufundishe dalili za mashambulizi ya kiroho. Nataka nikusaidie ujue dalili ya mashambulizi ya kiroho. Vitu ambavyo vinafanyika kwako ambavyo vinaweza vikakufanya ujue ya kwamba hapa nimeshambuliwa. Nao nisikilize mtu wa Mungu. Kosa kubwa sana ambalo linaweza likafanyika katika maisha yako ni uwe umeshambuliwa na haujui. Adui anatamani sana ajifiche, na katika kujificha kwake anataka shambulizi la kiroho uchukue kama ni hali ya kawaida. Yaani upo chini ya shambulizi, lakini kitu ndani yako kinakuambia hii ni hali ya kawaida, itapita tu. Hiki ni kitu kama cha wengine. Unapofanya hivyo unakuwa umempa shetani nafasi kubwa sana. Ndio maana katika kitabu cha Wakorintho wa pili, sura ya 2 na mstari wa 11, Paulo walijua sana hii, na ndio wakasema shetani asije akapata kutushinda, kwa maana hatukozi kuzijua fikra zake. Hilo neno fikra zake kwa tafsiri ya Kiingereza ni hila zake au njama zake. So moja wapo ya njia ambayo adui atakushinda ni afiche zile hila zake, usimjue kabisa. Yaani kuna mtu ambaye anakuwa yupo chini ya shambulizi la kiroho limekolea kabisa, lakini yeye anadhani ya kwamba hili ni wingu litapita tu. Na kila unapofanya hivi adui anaendelea kukuchimba. Mwisho wa siku unakuja kustuka hali imekuwa mbaya zaidi. Njia ya kwanza ya ushindi wako ni kutambua ya kwamba nipo chini ya shambulizi. Hiyo ndio njia ya kwanza, na ndio maana ya kuwa makini kiroho. Yaani unapokuwa makini kiroho, shambulizi linapokuja tu unajua kwamba hii hali sio ya kawaida. Hili ni shambulizi la kiroho. So pale unainuka na zana zako za kiroho. Unainuka na maombi, unainuka na kufunga, unanena kwa lugha, unatumia neno la Mungu. So unaliondoa hilo shambulizi likiwa lipo kwenye kiwango cha mbegu. Baada halijazaa, baada halijakomaa, pale ndio inakufanya uwe mshindi. Ndio sababu kitabu cha Wakorintho wa pili, sura ya 4 na mstari wa 18, anasema hivi: tusiviangalie vinavyoonekana, bali tuangalie visivyoonekana. Kwa maana vinavyoonekana ni vya muda tu, bali visivyoonekana ni vya milele. Yaani kabla hujajua ni shambulizi, inaweza ikakutesa kwa miaka mingi sana. Kitadumu muda mrefu kwa sababu hujui. Lakini unapogundua ni shambulizi unaweza kuliondoa ndani ya siku moja. Ndio maana ila andiko anasema tusiviangalie vinavyoonekana, bali tuzingatie sana visivyoonekana. Kwa hivyo Mungu anataka uwe makini, uwe sensitive kiroho. Nao kila shambulizi la kiroho unaloliona katika maisha yako lina kusudi. Adui hakushambulii tu kwa sababu ya kutaka kukushambulia, lakini adui anakushambulia akiwa na kusudi. Ako calculated. Anajua kabisa ya kwamba katika shambulizi lake kuna vitu anaenda kufanya. Cha kwanza, adui anakushambulia ili aweze kuharibu zile ahadi za Mungu katika maisha yako. Yaani unapoona shambulizi lolote la kifedha, anakuwa ameona ahadi ambayo Mungu anaitimiza kwako, anataka iondoe. Vile vile adui anakushambulia kuvunja au kuharibu imani yako, to crush your faith. Anajua kwamba utakapofika mahali upoteze imani kwa Mungu, pale atakuwa amekulemaza kabisa. Vile vile adui anakushambulia ili akudumaze. Anataka udumae, to stagnate you. Yaani unaposhambuliwa na adui anakuwa ni kama amekuwekea kikomo kwako. Utashinda unapambana na hilo shambulizi na maisha yako hayasongi. So inatakikana uwe na bidii ya kutambua shambulizi na ulishughulikie vilivyo, ili adui asije akaharibu ahadi ya Mungu kwako, asije akakudumaza, au imani yako isije ikaharibiwa. Na unisikilize mtu wa Mungu, mara mingi shambulizi lolote la adui linapokuja kwako
Linakuja kwa sababu either umekaribia sana mpenyo wako, umekaribia sana ushindi wako. Katika Wakorintho wa kwanza 16 mstari wa 9, neno la Mungu linasema kwa kuwa nimefunguliwa mlango wa kufaa sana, lakini wapo wengi wanipingao. So adui mara mingi wa haji tu. Ukiona amekuinulia mashambulizi, ujue ulikuwa unakaribia kuingia majira fulani ya maisha yako. Ulikuwa unakaribia kufikia mlango fulani wa maisha yako. Kuna kitu ulikuwa unaenda kupokea. Kuna mtu ulikuwa unaenda kukutana naye, ambao huu mtu ni msaidizi wa hatima yako, ambaye angekuvusha. So adui anatumia shambulizi aone ni jinsi gani atazuia kusudi la Mungu lisikufikie. So ushindi wako wa kwanza sio katika kupigana. Ushindi wako wa kwanza ni kutambua shambulizi ndio hili hapa. Ukishali detect, kwa sababu linaanzia katika ulimwengu wa roho kabla halijaja kwako katika ulimwengu wa kawaida. Nikupe mfano mzuri. Angalia Ayubu. Kabla Ayubu hajashambuliwa moja kwa moja, mjadala mkubwa sana ulianzia mbinguni kule. Adui alikuwa anajadili, nasema Bwana, mbona mimi naona kama huyu Ayubu unambariki, unamfanya hivi na hivi. So mchakato mzima wa kumshambulia ulikuwa katika ulimwengu wa roho. Lakini kwa bahati mbaya Ayubu hakuweza kudetect, hakuwa makini kujua. So by the time anakuja kupigwa, hiki kitu kilikuwa kishapitishwa kule juu. Na ndio sababu mimi na wewe tumepewa Roho Mtakatifu, ambaye amekuja kutufungua macho yetu na masikio yetu ya rohoni. Tuna uwezo wa kujua kwamba hapa siko vizuri. Na wewe peke yako unaingia katika mahala pako pa maombi, unaingia kwenye neno la Mungu na unapata ushindi. Dalili ya kwanza ya kukuonyesha kwamba umeshambuliwa, umevamiwa, ni kwamba utapoteza shauku. Yaani utakapopoteza shauku ya Mungu katika maisha yako, hiyo ni dalili ya kwanza ya kukuonyesha umevamiwa. Kusudi la Mungu haliendeshwi na kitu kingine. Kusudi la Mungu linaendeshwa na shauku. Shauku ni nini? Ule msukumo, kile kiu ndani yako. Ndivyo vitu ambavyo Mungu anatumia kuendesha kusudi lake. Utajipata una kiu cha kuomba, una kiu cha kusoma neno, una kiu cha kuhudhuria ibada, una kiu cha kumtumikia Mungu. Vile vikiwa vipo, inamaanisha wewe na Mungu hamko mbali, mko pamoja sana. Nakumbuka neno la Mungu linasema Mungu akiwa upande wetu, nani atakuwa kinyume na sisi? Ndio maana unaona katika kitabu cha Zaburi 69 na mstari wa 9, Biblia inasema maana wivu wa nyumba yako umenila. Hiyo ni Zaburi 69 na mstari wa 9. Wivu wa nyumba yako umenila. Kwa Kiingereza anasema the zeal of your house has consumed me. Inatakana ile neno wivu ni shauku, msukumo. Hauhitaji mtu kukusukuma kuomba. Unaamka mwenyewe, unaweza ukakaa masaa 2 matatu, hapa inaonekana uko sawa. Hauhitaji mtu kukusukuma kusoma neno. Napata wewe mwenyewe unafungua Biblia unasoma. Lakini inafika mahala ule msukumo wa kuomba umekata. Ule msukumo wa kusoma neno umekata. Saa ingine msukumo wa kwenda ibadani umekata kabisa. Hata kama utaenda unaenda tu kwa kujiforce ama unalazimishwa. Msukumo wa kumtumikia Mungu umekata kabisa, hata hutaki kujihusisha. Hii inakuonyesha adui anakuondoa katika nafasi yako. Adui anataka kuchinja kitu fulani kwako. Adui anakutenganisha ama anakuachanisha na Mungu kidogo kidogo. Akisha kuachanisha atakulipua. Ndio maana unaona katika Isaya sura ya 9 na mstari wa 7, moja wapo ya unabii ambao ulikuja kuhusu Kristo, anasema maongeo ya enzi yake na amani hayatakuwa na mwisho kamwe. Anasema katika kiti cha enzi cha Daudi na ufalme wake, kuudhibitisha na kuutegemeza kwa hukumu na kwa haki, tangu sasa na hata milele. Lakini anasema wivu wa Bwana wa majeshi ndio utakaotenda hayo. Ile shauku ndio itakayofanya umtumikie Mungu, ndio itakayofanya utimize kusudi lako. So dalili ya kwanza, whether ni kwa mchungaji, whether ni mshirika wa kawaida, ya kukuonyesha kwamba brother hauko sawa, utakapokata shauku. Ulikuwa mtu ambaye ulikuwa mstari wa mbele kwa vitu vya Mungu, umeanza kurudi nyuma. Ulikuwa mtu ambaye ulikuwa na kiu kikali sana cha kusoma neno, umeanza kurudi nyuma. Ulikuwa mpenda kusoma vitabu, sasa hivi hutaki.
Yaani hata ukiona kitabu huna kinachokusukuma kusoma. Ulikuwa mtu ulipenda sana ibada, sasa hivi hutaki kwenda. Inamaanisha unapoteza shauku ya Mungu katika maisha yako. Na ikifanyika hivi, inamaanisha uko karibu sana na mpenyo wako. Lakini adui anataka kuzima huo moto ambao utakupa mpenyo. Kiangalia kitabu cha Zakaria sura ya 3 na mstari wa 3 pale, kuanzia mstari wa 2 kwenda chini, alipokuwa anaongea kuhusu Yoshua alisema, hiki sio kinga ambacho kimetolewa motoni. Adui anakutoa kwanza kwenye moto, akisha kutoa kwenye moto then anapata nafasi ya kukucrash. Na ukiendelea kusoma anasema shetani alikuwa amekaa kwenye mkono wake wa kuume kumpingana naye. Alianzaje? Alianza kwa kumtoa motoni. Zakaria sura ya 3, unaweza kusoma kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 3. Anasema hiki si kinga kilichotolewa motoni. Adui alimtoa kwanza ndani ya moto, and then sasa ndiye akapata nafasi ya kukaa kwenye mkono wake wa kuume kumpinga. Mtu wa Mungu, moja wapo ya vitu vya kutunza sana, tunza shauku ya Mungu. Tunza ule wivu wa Mungu. Usiruhusu kupotee. Inatakikana ukomae. Kama ulikuwa unaomba masaa 2, unajipima na kukomaa, unaweza ukaomba masaa 3 sasa. Kama ulikuwa unasoma kitabu kimoja kwenye Biblia kwa mwezi, sasa hivi umekomaa unasoma 3. Hii ndio njia ambayo unatunza anointing. Hii ndio njia ambayo unatunza neema. Hii ndio njia ambayo unatunza kibali. Nataka nikupe ili andiko nikuonyeshe kwa nini adui anashambulia shauku ya Mungu kwako. Kitabu cha Isaya 37 na mstari wa 3. Kwa nini adui anashambulia shauku ya Mungu? Ameona nini? Mara mingi adui anashambulia shauku ya Mungu kwa sababu umekaribia sana kupata mpenyo. Umekaribia sana kupata ushindi. Katika Isaya 37 mstari wa 3, Biblia inasema wakamwambia Hezekia asema hivi, siku hii ni siku ya dhiki na aibu na matukano, kwa maana watoto wa tayari kuzaliwa, wala hapana nguvu ya kuwazaa. Unaona, kabeba mimba miezi 9, amefika siku ya kuzaa, hana nguvu ya kuzaa. Maana yake ni nini? Adui anataka kumuua huyo mama na uwe na mtoto, na amekuja kumpotezea nguvu ya kuzaa dakika ya mwisho. Hiyo ndiyo maana ya shauku ya Mungu. Mara mingi unapoteza shauku ya Mungu ukiwa umekaribia tu mlango wako, ukiwa umekaribia tu mpenyo wako, ukiwa umekaribia tu mavuno yako, umekaribia tu majira fulani ya kukupandisha. Chochea shauku ya Mungu. Na ndio sababu Paulo akiwa anaongea na Timotheo alimwagiza aichochee. Unatakana uchochee shauku ya Mungu ndani yako. Kitabu cha Timotheo wa 2 sura ya 1 na mstari wa 6. Paulo anamwambia Timotheo wa 2 sura ya 1 mstari wa 6, anasema kwa sababu hiyo na kukumbusha uichochee karama ya Mungu iliyo ndani yako kwa kuwekewa mikono yangu. Uichochee. Kuna kipindi kaka au mama unahitaji ujifunze kujichochea. Chochea shauku ya Mungu katika maisha yako. Na njia ya kuchochea shauku ya Mungu, mara mingi utahitaji toba, utahitaji nafasi ya kukaa na Mungu. Inawezekana adui amepata mlango fulani, kuna kitu umekosea na anakitumia kuzima moto wa Mungu ndani yako. Anza na toba, mwambie Mungu akusamehe. Unaweza kuomba maombi ukimwomba Roho Mtakatifu apeleleze maisha yako, peleleze moyo wako, kama kuna chochote kinachokutenganisha na Mungu akitoe. Namba 2, una uwezo wa kurudisha shauku ya Mungu kwa kuomba rehema. Mtu wa Mungu, rehema za Mungu zinakufanya na zinakunusuru na adhabu ambayo ungeipata. So unaenda unaomba rehema. Ndio sababu anasema katika mambo ya maombolezo, kitabu cha Maombolezo, nadhani ni sura ya 3 mstari wa 22, anasema ni kwa sababu ya huruma za Mungu hatuangamii. Omba Mungu akuhurumie. Omba Mungu akupe rehema. Atakurejesha tu. Mungu alisema anakurejesha. Atarejesha miaka iliyoliwa na nzige, miaka iliyoliwa na tunudu, atakurejeshea tu. So muombe Mungu rehema za kukurejesha. Njia ya 3, jikite sana katika kuomba kwa lugha. Sana tu. Omba sana kwa lugha. Huwezi ukaomba kwa lugha kama hujajazwa na Roho Mtakatifu. Njia ya kuomba kwa lugha ujazwe. Kama hujajazwa, utahitaji utafute kanisa la kiroho. Nenda uone mchungaji yoyote hapo, mwambie nataka kujazwa na Roho Mtakatifu, kwa ishara ya kunena kwa lugha. Kujazwa na Roho Mtakatifu, ishara ya kwamba umejazwa, unanena kwa lugha.
utaanza kunena kwa lugha. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 na mstari wa 4 anasema wote wakajazwa na Roho Mtakatifu wakaanza kunena kwa lugha nyingine kama Roho alipowapa usemi. So kunena kwa lugha ndio ishara ya kwamba umejazwa, na hiyo lugha unayopewa inakuwezesha kutibua uwezo wako wa ndani ili usimame katika nafasi yako. Tumia hiki kipengele kufanyia kazi. Inawezekana kaka umezimwa, inawezekana dada umezimwa, inaonekana shauku ya Mungu imekata kwako. Ulikuwa mwana maombi, huombi tena. Ulikuwa mpenda ibada, hupendi ibada tena. Ulikuwa mtu ambao unapenda kutumika, hupendi kutumika sana. Kumbuka adui anatumia mbinu nyingi. Anaweza kuweka tuka kikwazo fulani ambapo ulikwazika na mchungaji fulani na umefika mahali umekata maombi. Hapana, hivyo ni vikwazo ambavyo inatakana uviruke, kwa sababu ujue haumtumikii mchungaji, unamtumikia Mungu, na usiruhusu mtu yoyote auwe shauku ya Mungu katika maisha yako. Adui anaweza kuweka hali fulani, maybe ulipata kazi ambayo imekukata, usiombe, usisome neno, usitumie ubize kukata kusudi la Mungu. Kusudi la Mungu ni kubwa kuzidi ubize. Hakuna mtu ambaye ana muda wa kutosha. Muda na Mungu unatengenezwa. Hakuna zawadi ya unayopewa ya muda. Muda wako na Mungu unautengeneza. Kama huwezi kuupata mchana, utengeneze usiku. Kama huwezi kuupata jioni, utengeneza alfajiri. Time with God is created. Unaitengeneza wewe. Sisi zote tuna masaa 24. Hata mganga wa kienyeji ana 24. Mchezaji mpira ana 24. Lakini tofauti ni wale watu naoona wako bora wametengeneza muda ili wafanye wanachokipenda. Na wewe kama unampenda Mungu wako, tengeneza muda. Ndio sababu tuna maombi ya usiku wa manane, kuna maombi ya alfajiri, kuna maombi jioni, kuna maombi mchana. Tengeneza muda, usitumie ubize. Hivi vitu vinaua shauku ya Mungu. Nitakukaribisha tena katika kipindi kinachofuata ili nikupe mwendelezo wa hili somo. Ubarikiwe sana na Mungu akubariki. Amen.